Karibu sana kwenye Kurunzi, msikilizaji wa Mishemishe, msikilizaji wa Radio 5, na tunaenda kuangazia kuhusiana na kufungwa kwa mkutano wa siku 3 wa masuala ya tehama ambao ulikuwa ukifanyika hapa jijini Arusha, ambapo waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amepiga marufuku matumizi ya mifumo isiyokuwa rasmi katika mawasiliano, huku akiwataka waajiri kuacha tabia ya kuondoa baadhi ya watu na kuwaweka watu ambao wanawataka. Twende tukamsikilize Ridhiwani Kikwete. Watumishi wa serikali au watumishi wa umma kwa lugha nzuri, ambao bado wameendelea kutumia mitandao binafsi kurusha taarifa rasmi za serikali. Kwa mfano, anakuja mfanyakazi, kwa mfano leo hii mimi nataka kutuma taarifa ya serikali kama waziri kwenda kwenye wizara nyingine au kwenda kwenye hata ndani ya management yetu, natumia mifumo hii ya Gmail, Yahoo, Hotmail. Nataka nikuhakikishieni wafanyakazi wenzangu au watumishi wenzangu wa umma, tunachokifanya ni jambo la hatari sana. Serikali kupitia IGA imetengeneza mfumo rasmi wa mawasiliano kupitia Tanzania.go.tz, lakini pia ile e-government ambayo inatupa access sisi watumishi wa umma kutuma taarifa na kubadilishana taarifa katika mfumo iliyo salama sana. Lakini bado wako baadhi ya watumishi wa umma ambao wameendelea kutumia mifumo hii sio rasmi, ambayo mara nyingi inafanya wakati mwingine dokumenti zilizo nzito, nyingine za siri za serikali kuonekana kwenye mitandao. Wako watu wengi sana ambao wao kwa kutoona umuhimu wa dokumenti zile na maneno yale ya siri na nini, wanaamua kwenda kuzibandika katika mtandao. Wao ni furaha, lakini kwetu sisi ni jambo la aibu. Mimi binafsi yangu kama waziri nataka nitoe maelekezo yangu kwa watumishi wa umma kwamba jambo hili liwe marufuku kuanzia leo pia. Maana tumekuwa tunaelezana mara kwa mara, lakini tumeendelea kuona mianya ikiendelea kutoka, lakini pia tumeendelea kuona dokumenti za serikali zikiendelea kuwepo katika mitandao isiyo rasmi, na dokumenti nyingine kama mnavyojua ziko baadhi ya ofisi zetu ambazo sisi hatujadili vitu, tunajadili maisha ya watu. Sasa dokumenti ambayo umejadili mtu, umetoa taarifa za mtu, alafu inakwenda zinavuja katika mitandao, unatakiwa ujue ni hatari gani ambayo unaiweka katika maisha ya wenzako wanaotekeleza. Naombeni sana watumishi wa umma, muendelee kuamini watumizi wa mitandao ambayo imetengenezwa rasmi na wenzetu wa IGA kwa niaba ya serikali, ili tuweze kulinda utu, lakini pia tuendelee kulinda usalama wa serikali yetu. Lakini pamoja na hilo pia nataka kutumia nafasi hii kuongea na waajiri wote kwa hivi karibuni umeibuka utaratibu wa baadhi yetu, hususa waajiri wanapopata nafasi za kuingia kwenye ofisi za umma, ndani ya kipindi kifupi wamekuwa wanaomba kuondoa baadhi ya watu. Nataka kuwakumbusha kuwa katika ofisi hizi kila mmoja aliingia kwa sifa zake. Wako watu ambao tumeingizwa ofisini kwa kupita kwenye mitihani ya ajira, lakini wako watu wameingizwa ofisini kwa nafasi za uteuzi. Hivyo kila mmoja akitimiza wajibu wake, ni wazi kuwa matokeo mazuri yataonekana. Naomba nitumie nafasi hii kutoa angalizo tena kwenu, hususa waajiri, kuendelea kuvumiliana, na kama kutatokea tatizo lolote linalohitaji hatua za kinidhamu, basi tumieni nafasi hiyo kuwapeleka watu kwenye vikao vya nidhamu, ili adhabu stahiki itolewe na sio kuwaonea watu kwa sababu ya unyonge wao. Huyo ni Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete akizungumza siku ya jana, ambapo ametoa marufuku hiyo wakati akifunga kikao kazi cha 6 cha serikali mtandao IGA, ambacho kimefanyika kwa siku 3 hapa Arusha na kuweza kushirikisha wadau zaidi 1300 kutoka sekta binafsi pamoja na umma. Lakini pia akawaomba wakuu wa idara na taasisi zote kuweza kutoa nafasi za mafunzo kwa wataalamu wao ili waendelee kuleta maendeleo ambayo yanaendelea kufanywa na tehama. Lakini pia mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao IGA, Engineer Benedict Ndomba, yeye amesema kwamba maazimio ya kikao hicho yatatekelezwa kwa ushirikiano na wadau wote ili waweze kuimarisha uwazi pamoja na ubora wa huduma ambazo zinatolewa kwa umma. Kikao kazi hiki cha siku 3 kimewakutanisha zaidi ya wadau 1300 wa serikali mtandao kutoka sekta ya umma na binafsi, ambapo mada 14 zinazohusu jitihada za serikali mtandao zimewasilishwa na kujadiliwa kwa kina ili kuimarisha utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao. Kupitia mijadala hii tumepata fursa ya 1, kutathmini utekelezaji wa maazimio ya kikao kazi cha 5 cha serikali mtandao; 2, kuainisha mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa miradi ya tehama serikalini; 3, kujadili
changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya pamoja ya kuzitatua. Namba 4, kuweka maazimio mapya yatakayotuongoza katika hatua zinazofuata za kuboresha utendaji kazi katika taasisi za umma na utoaji huduma za umma kupitia mifumo salama na jumuishi ya serikali mtandao. Mheshimiwa Waziri, katika kikao kazi hiki, pamoja na kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao iliyofuatiwa na mijadala mbalimbali kutoka kwa wadau, mamlaka pia kwa mara nyingine imeandaa tuzo ambazo utazikabidhi baadaye kwa taasisi zilizofanya vizuri katika uzingatiaji wa sheria, kanuni, viwango na miongozo ya serikali mtandao katika ujenzi, uendelezaji, uendeshaji na usimamizi wa miradi ya TEHAMA serikalini. Tuzo hizi zinalenga kutambua na kuthamini jitihada za taasisi za umma zilizotekeleza miradi ya TEHAMA kwa weledi, uwajibikaji na kuzingatia misingi ya serikali mtandao ili kuwa mfano na kutoa hamasa kwa taasisi nyingine. Umuhimu wa tuzo hizi ni pamoja na kukuza utamaduni wa uzingatiaji wa sheria, viwango na miongozo ya serikali mtandao, kuhamasisha ubunifu na ubora katika utekelezaji wa miradi ya TEHAMA, kuhamasisha taasisi nyingine kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni, miongozo, viwango na taratibu zilizowekwa, lakini pia kuhakikisha mifumo ya TEHAMA inakuwa salama, endelevu, jumuishi na inayotoa thamani halisi kwa taifa. Kikao kazi hiki pia kimetumika kama jukwaa muhimu la kutafakari na kujadili dira ya maendeleo ya 2050 katika eneo la serikali mtandao, inayolenga kuijenga serikali itakayokuwa ya kidijitali kamilifu na inayotumia mifumo jumuishi na salama. Lengo ni kuhakikisha kuwa serikali mtandao inakuwa: 1, nyenzo uwezeshi katika kukuza uchumi wa kidijitali; 2, nguzo ya uwazi, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa; 3, kichocheo cha ubunifu na matumizi ya teknolojia za kisasa; 4, msingi katika utoaji wa huduma bora, jumuishi na zinazopatikana kwa wakati wote, lakini pia kukuza vipaji na kutengeneza ajira kwa vijana wabunifu katika eneo la serikali mtandao. Mamlaka ya serikali mtandao itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wote wa serikali mtandao kuhakikisha kuwa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 inatafsiriwa katika mipango ya utekelezaji wa miradi ya TEHAMA serikalini ili kuleta tija kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya management na watumishi wa mamlaka ya serikali mtandao, napenda kuwashukuru kwa dhati washiriki wote kwa kujitokeza kwa wingi, kushiriki kikamilifu katika mijadala na kuchangia mawazo mazuri kwa muhtasari wa maendeleo ya serikali mtandao. Tuna watu pia ambao waliweza kupata tuzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na taasisi ambazo zimeweza kushinda tuzo hizo, ikiwa ni TAMISEMI, ambapo tuzo hiyo imeweza kupokelewa na Bwana Eric Kitali ambaye ni mkurugenzi wa TEHAMA kutoka Dodoma, pamoja na Bwana Eliudi Kitime kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira huko Dodoma, ndio ambao pia ni miongoni mwa wale ambao waliweza kushinda katika tuzo hizo. Jina langu ni Eric Kitali, ninafanya kazi ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, na ninahudumu kama mkurugenzi wa TEHAMA, na tunashukuru Mungu kwamba tumepata tuzo ya kwanza ya katika taasisi zinazotoa taarifa kwa wingi, na mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba mifumo ya serikali isomane. Kwa ile mifumo kusomana, maana yake ni kutoa taarifa, na sisi tulichokifanya, tumeshirikiana na mamlaka ya serikali mitandao kuhakikisha kwamba tunazingatia viwango, tunazingatia sheria na miongozo yote inatolewa, ndio maana tunaweza kutoa hizi taarifa. Lakini zaidi ya yote tuna wataalamu wabobezi ambao wanasaidia sasa kuhakikisha kwamba ile jambo linaweza likatekelezeka. Kikubwa ambacho tunawaahidi wananchi, kwa sababu mifumo inasomana na kwa sababu pia tunatoa taarifa nyingi kutoka kwetu, kwa sababu sisi TAMISEMI ndio tunasimamia mfumo wa tausi ule unasikia wa leseni, uuzaji wa viwanja, tunasimamia mfumo ule wa utoaji mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, mfumo wa watoto kufanya selection machaguo ya form 5 na kadhalika. Kwa hiyo tunawaahidi wananchi, kwa sababu mifumo inasomana na tunatoa taarifa mbalimbali kwenda kwa wenzetu wa taasisi nyingine, maana yake huduma yetu zitakuwa bora zaidi, zitafikika kwa haraka, zitafikika kwa gharama ndogo, hata ule urasimu kidogo uliokuwepo na utapungua.